Leo tunasafiri kwa maneno kuelekea kwenye moyo wa Afrika Mashariki, kwenye mto ambao unaonekana falme zikiinuka na kuanguka, watawala wakipigana kwa damu, na taifa likijitokeza kutoka kwenye maumivu ya zamani. Huu ni mto Kagera. Ni mto unaotembea kimya kimya kupitia milima na mabonde ya Rwanda, Uganda, Burundi na Tanzania. Lakini nyuma ya utulivu huo kuna historia ya damu, vita, mipaka ya kikoloni, mizimu ya wahanga na hatimaye hadithi ya kuwa chanzo kikubwa cha mto maarufu zaidi duniani, yani mto Nile. Je, unajua nini kuhusu mto Kagera na ni nini kilichojificha ndani ya mto huu? Naam, pembezoni mwa Afrika Mashariki, mto Kagera unachorwa mipaka yake isiyoonekana kwa macho, lakini iliyojaa historia kubwa kuliko ramani yoyote. Mto huu hauwezi kuonekana kama mto wa kawaida. Ni mto wenye hali mbili, wenye roho ya kijiji na nafasi ya kimataifa. Ukiangalia juu ya ramani, utaona ni mto mrefu unaotambaa mithili ya nyoka, unaotambaa kutoka milima ya Rwanda na Burundi, ukipita maeneo ya vijiji vyenye mandhari nzuri ya kupendeza, hadi unapokamilisha safari yake kwenye ziwa Victoria nchini Tanzania. Lakini ukiutazama kwa jicho la kihistoria, unagundua kwamba huu ni mto wa mipaka, migogoro, matumaini na maisha. Mto huu unachota chanzo chake kutoka kwenye vilima vya juu vya Nyungwe na Kibiria, kwenye misitu mirefu ya mvua iliyojaa mvua mwaka mzima. Mto Kagera unatembea kwa wastani wa zaidi ya kilomita 600 hadi 700, huku takribani kilomita 400 zikiwa ndani ya mipaka ya Tanzania. Unaingia ziwa Victoria ukiwa ni mto mkubwa zaidi unaoingiza maji katika ziwa hilo. Mto huu una matukio mawili ya kihistoria yasiyosahaulika kwa wenyeji wanaoishi pembezoni mwa mto Kagera. Tukio la kwanza ni vita vya Kagera mnamo mwaka 1978 mpaka 1979, wakati wa vita vya Nduli Idi Amin Dada. Mto huu uligeuka kuwa njia ya uvamizi ambapo wanajeshi wake walivuka na kuingia Tanzania, na ndipo palipozaliwa vita vya Kagera. Wakati majeshi ya Idi Amin yalipovuka Kagera, walifanya mauaji ya raia, wizi wa mali na ubakaji wa wanawake. Tanzania haikuwa kimya. Chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alitoa kauli ya kwamba uwezo wa kuwapiga tunao, sababu tunayo na nia tunayo. Jeshi la Wananchi la Tanzania JWTZ liitikia, likavuka mto huo na kupigana vita. Vita vilimalizika kwa Tanzania kumng'oa Idi Amin madarakani na kumwacha akikimbilia uhamishoni. Kwa mara ya kwanza nchi ya Kiafrika ilimng'oa dikteta wa Kiafrika kwa jeshi la kitaifa. Mto huu haukusahau harufu ya damu. Kwa miezi kadhaa, miili ya watu ilielea juu ya maji yake, na wenyeji wa maeneo ya Kiaka, Misenyi na Bukoba walishuhudia machozi ya taifa zima yakitua ndani ya maji hayo. Tukio la pili ni mauaji ya kimbali mwaka 1994. Katika kilele cha mauaji ya kimbali ya nchini Rwanda, mamia ya miili ya Watusi ilitupwa ndani ya maji ya mto Kagera tangu miaka ya 1978. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kupata simulizi zingine. Jina langu ni Ezra John, mwenye ndoana habari. Kwaheri.